na maandiko yanasema na watoto wetu watafundishwa na Bwana na amani yao itakuwa nyingi. Na Biblia inasema kwamba tutakuwa vichwa na wala hatutakuwa mkia. Na mimi nataka niombe kwa ajili ya mtoto wako anayefanya mtihani wa darasa la 4. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu tunaungana siku hii ya leo na wazazi dunia nzima na nchi nzima ambao wana watoto wanaoanza mtihani wa darasa la 4. Baba, umesema lolote tutakaloliomba duniani na mbinguni litakuwa. Nasi tunakubaliana kwamba watoto wetu watakuwa vichwa na wala sio mkia. Watoto wetu Bwana watapokea msaada wako kwenye masomo yao, kwenye mtihani. Asante kwa sababu hofu haitakuwa fungu lao, kusahau haitakuwa fungu lao. Kwa jina la Yesu wakumbushe yote Bwana waliojifunza, wasaidie wakafaulu Bwana hiyo mitihani, katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa roho ya magonjwa, tunakataa roho za uharibifu. Ninavunja kila roho za uharibifu na roho za magonjwa juu yao. Baba, walinde watakapoanza mtihani na watakapomaliza mtihani. Nimebariki vyumba vya mitihani, nimebariki na ile mitihani, nimebariki na vifaa vyote atakavyotumia kwenye mtihani, nimevibariki Bwana. Hata watakaosahisha mitihani tumewaombea Baba. Asante kwa sababu maombi haya yamejibiwa, na mtoto wa mama huyu, mtoto wa baba huyu na mtoto wa hii familia atakuwa kichwa na wala sio mkia. Na kila roho ya hofu inayoinuka kipindi cha mitihani isiwe fungu la mtoto wako kwa jina la Yesu. Kila roho za kufeli na kupata matokeo ambayo hayafurahishi hazitakuwa juu ya watoto wako. Sawa sawa na neno la Bwana, mtoto wako anaenda kufanya mtihani wa darasa la 4 kawe kichwa na wala sio mkia kwa jina la Yesu. Na Mungu alimwambia Manoa ya kwamba Manoa, wewe na mtoto wako mtakuwa ishara juu ya Israeli. Na mtoto wako anaenda kufanya mtihani, Mungu akamfanya kuwa ishara, akamfanya kuwa kichwa, akamfanya kuwa mkuu, na akamsaidia kwenye mtihani akatoke na ufaulu, sio wa chini, ufaulu wa juu sana. Nimekataa roho ya magonjwa, nimekataa kila roho ya hofu, havitakuwa fungu lake kwa jina la Yesu.